Uh, Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mwingine ambapo nakuja kuzungumza nanyi maneno ya Mungu. Ndugu zanguni, najua kwa Waislamu saizi ni mfungo wa Ramadhani, na kwa Wakristo ni Kwaresima, hasa kwa Wakatoliki, na pia ni mfungo kwa madhehebu mengine, ingawa kuna madhehebu mengine saizi wao wanaendelea kawaida tu bila kufunga. Sasa nitazungumzia kwa wale wanaofunga, najaribu tu kudokeza kidogo kwa wale wanaofunga. Ni jambo jema sana kufunga, hasa kumtafuta Mungu. Ni jambo jema sana, ni heri sana, maana Mungu anataka tumtafute yeye kwanza kabla mambo yote. Na kipindi hiki cha mfungo ndio muda ambapo watu wanamtafuta Mungu kwa ukaribu sana. Ni muda ambao watu wanamkimbilia Mungu, pengine na kutubu dhambi na kumuomba heri na baraka Mungu aweze kujalia kwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zetu katika Adamu wapo katika kipindi cha mfungo, na tunawapongeza kwa hilo, maana hata kitabu chao kimeruhusu hivyo kwamba kipindi cha Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, ya kwamba wafunge. Nitanukuu kwenye kitabu chao hiki cha Qur'ani, tafsiri ya inasema Al-Muntakhabu katika tafsiri ya Qur'ani tukufu. Ukisoma ile Qur'ani 39 na mstari wa 53, 39 na mstari wa 53 inasema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zao, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Kwa mujibu wa aya hii ni kwamba Mungu ndiyo anasamehe na Mungu ndiyo anarehemu, na kipindi hiki ni kipindi cha kuomba toba na rehema kwa yale mambo ambayo pengine wamemkosea Mungu, pengine ambayo wamekwenda kinyume kidogo na Mungu. Kwa hiyo ni wakati wa Waislamu kipindi hiki kuomba toba na kumuomba Mungu ili aweze kuwa nao karibu na kuwasamehe dhambi. Kwa hiyo ni jambo la heri, na hilo tunawapongeza kwa jambo hilo ndugu zetu katika Adamu. Lakini jambo la kuchukulia ni kwamba katika kipindi hiki ni watu wanapaswa kumuomba Mungu toba kweli, na unapomuomba toba isiishie tu katika mwezi huu. Sio mwezi unaisha halafu mambo mengine yanaendelea tofauti na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo unapoomba toba hii kutafakarishe ili uache uovu. Toba hii ikutafakarishe uache uovu, na uovu ni kumpinga Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu katika Adamu, ni waombe tu kwamba mnapotafakari maneno haya kwa mujibu wa kitabu chenu cha Qur'ani, inapasa dhambi unapotubu dhambi hiyo, hakikisha unamwomba Mungu akuwezeshe uweze kuiacha kweli, Kwa hiyo Mungu anataka watu wamrudie yeye. Mungu anataka watu wamrudie yeye. Mfano hasa kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, watu ndio wanaomba toba, kumrudia Mungu wa kweli. Na hata kipindi cha manabii, ukisoma kwenye maandiko kwenye Biblia utaona kwamba watu walipomkosea Mungu na Mungu alipotuma manabii walipoonya watu wa eneo hilo, walikuwa wanafunga kwa ajili ya kutubu uovu. Mfano tunamuona Yona anatuma kwenda Ninawi, kwenda kuonya mji wa Ninawi ambao ulikuwa umetenda uovu. Kwa hiyo Yona anapofika katika mji wa Ninawi anajaribu kuonya, na mfalme wa Ninawi anajaribu kuhamasisha kwamba watu wote wafunge katika siku 3 bila kula kitu chochote, ili waweze kuomba toba, ili waweze kutubu. Kwa hiyo sasa, ukiwa unafunga, toba ni jambo la muhimu sana, na unapotubu haikupaswi kurudia tena kutenda kosa hilo, haikupaswi kutubu na kurudia mambo hayo. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunapotafakari habari za mfungo, inatupasa tuombe toba na tuache. Na hasa viongozi wa dini, mnapofundisha kipindi hiki, kipindi cha toba, waambieni waumini wenu kwamba
wanapaswa kuacha uovu. Ni kipindi cha kuambia hata viongozi wa serikali ya kwamba wamepewa dhamana, kwa hiyo wanapaswa kuongoza kama katiba inavyosema, wanapaswa kuongozwa kama Mungu anavyoelekeza. Kwa sababu viongozi pia wa serikali nao wapo chini ya dini fulani, ikiwa ni Mkatoliki, ikiwa ni Muislamu, au ikiwa ni dhehebu lingine. Kipindi hichi wanapokuwa wamekaa na kufunga, ni kipindi cha watu wa Mungu kuwapa maneno ya kuwatafakarisha, wajue kwamba wamepewa uongozi kama dhamana na waweze kutubu ikiwa pengine wameanguka kwa jambo fulani. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha kutubu, kuwafundisha watu mambo Mungu ambayo anapaswa kufanya. Na katika kipindi hiki pia ni kipindi cha kusaidia wasiojiweza. Katika kipindi cha mfungo ni kipindi cha kusaidia wasiojiweza. Tutaangalia kitabu cha Isaya ile sura ya 58. Kitabu cha Isaya ile sura ya 58 na mstari wa 5. Isaya 58 na mstari wa 5 inasema, je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Mstari wa 6, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuacha uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumbani mwako? Kwa hiyo kipindi hiki ndicho cha kuwagawia maskini chakula chako. Lakini utakuta kipindi hiki unashangaa watu maarufu watawaahirika watu maarufu wenzao ili wawafuturishe, badala ya kutafuta maskini wenye dhiki na shida na kuwasaidia katika kipindi hiki. Lakini utakuta watu watafanya tofauti, kwa sababu watu wanafunga na kutenda mambo kwa ajili ya kuonyesha umaarufu na sio kumtafuta Mungu. Kwa hiyo mstari wa 7 inasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Umuonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Anaposema usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe, maana yake lazima ndugu yako unamsaidia. Inasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi hii, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kwa hiyo unapofunga, unawapa masikini chakula, maana yake Mungu anakuwa na wewe, Mungu anakukubalia, kwa sababu Mungu, kwa mujibu wa Zaburi 68 mstari wa 4, Mungu ni baba wa yatima. Kwa hiyo unapomsaidia yatima, unafanya kazi ambayo Mungu angefanya. Kwa hiyo Mungu naye lazima kukumbuke. Kwa hiyo mnapofunga, tafakari kufanya matendo mema ya kuwasaidia watu wa Mungu, naongelea masikini. Kwa hiyo saumu Mungu aliyochagua ni kuwasaidia masikini. Kanuni nyingine ya kufunga tunaelekezwa na Bwana Yesu alipoongelea kwenye Mathayo 6 na ule mstari wa 16. Mathayo 6 na ule mstari wa 16 inaposema, maana Yesu anaelekeza watu wanaofunga, anaelekeza anasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako anaye sirini atakujazi. Kwa hiyo Mungu, Yesu anasema unapofunga usipige panda, usijionyeshe kana kwamba umefunga, usijionyeshe kwamba una shida, usijionyeshe kwamba una njaa, usijipaue uso na kuonekana kwamba una njaa. Ila wewe unapofunga, oga vizuri, paka mafuta. Ukishapaka mafuta, ukae kimya. Sasa watu leo mtaani unashangaa najionyesha ati kwamba swaumu ni kali, swaumu ya leo sijui kama nitatoboa. Yesu anasema
hapo wewe ushapata thawabu yako. Lakini ukifunga kwa paka mafuta ukaenda kusali bila kupiga kelele ati kwamba umefunga, Mungu atakujazi, kwa sababu kufunga sio mateso. Kwa hiyo usije ukasema kwamba ati unafunga unajinyenyekesha, unajionyesha kwamba kana kwamba umefunga ati kwamba ndio Mungu atakuona, ati kwamba watu wakuone wewe unafunga. Ndugu yangu, hivyo unakwenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo kufunga, watu wa Mungu wanafunga, lakini sio kujionyesha kana kwamba umefunga. Mungu wa pekee ndio anapaswa kukuona kwamba wewe kwamba unafunga, na yeye atakujaza. Unapotafakari neno hili, Mungu akubariki sana.